Tofali za blocks ni 1800, bati 35 za futi 10 na mbao za kenchi ni 100 kamili. Unapata uwezo wa kujenga jengo hili hapa. Unaweza kutazama hapo, ni jengo lenye jumla ya vyumba vitatu vya kulala, vyumba viwili ni self, chumba kimoja ni single, sebule ipo, choo cha public kipo, lakini pia na jiko lipo. Tofali hizi sijahusisha tofali za fence kwa sababu hizi zitategemeana sana na ukubwa wa kiwanja chako na namna kiwanja chako kilivyo, lakini nimezungumzia tofali hizi katika ujenzi wa boma wa jengo hili ambalo unaweza kuliona hapa. Mpangilio ndo kama mnaweza kuona hapa. Kiwanja chako hakilindwi kwa kwenda kukitembelea mara kwa mara kama mgonjwa. Kumbuka, anayetembelewa mara kwa mara ni mgonjwa peke yake. Sasa wewe unaenda kutembelea kiwanja, kuna muda tutaanza kukufikiria vinginevyo. Nikwambie tu kwamba ili jengo unaweza kulijenga katika kiwanja chako kikubwa, ukaweza kulinda kiwanja chako, watu wakaweza kuhamia hapo. Lakini pia kama unajua kabisa uko na kiwanja kikubwa lakini bado haujakuwa na budget kubwa ya kuanza ujenzi wa nyumba kubwa, basi unaweza ukajenga hii ukahamia kwako, and then baada ya hapo ukaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba unajenga nyumba kubwa, kwa sababu hii haichukui nafasi sana. Kumbuka hili jengo ni jengo ambalo linakaa kwenye fence, kwa hiyo ni jengo ambalo linatumia ukuta wa fence pia. Kwa hiyo unaweza kujenga mwisho wa kiwanja chako na bado kusiwe na kelele zozote zile pale. Ukiangalia mpangilio na kila kitu kiko namna ambavyo inatakiwa kuwa, na mpangilio ni mzuri, kila kitu cha muhimu kipo kwenye jengo hilo hapo. Kwa hiyo hata ukihamia hapo bado utaishi kishua tu. Na niwakumbushe tu kwamba wale ambao mnakuwa mnasema kwamba nyumba za kuficha bati zinavuja, basi hizi ndio kiboko yake, kwa sababu unapoweka bati linamwaga maji uelekeo mmoja, unapunguza riski, unapunguza namna ya jengo kuweza kuvuja. Kwa hiyo kama utatamani kujenga nyumba ya hidden roof itumie gharama ndogo, basi tumia mpangilio huu hapa. Usije ukatengeneza mbwembwe nyingi, kona nyingi za nje ya nyumba, ili juu ya bati nako pia unaweka mbwembwe nyingi. Kumbuka, maji unayoyazuia kwa kuweka zege ya simenti za kuchakachua yana uwezo wa kubomoa mpaka daraja ambalo limejengwa kwa simenti zilizo serious na ratio kubwa zikihusisha zege ya maana. Kwa hiyo hilo unatakiwa kulijua, na ukilijua hilo basi jaribu kupunguza mbwembwe kwenye nyumba yako. Unaweza ukajikuta unatengeneza swimming pool, siku moja wewe na wanao muogelee humo ndani mkitaka kujiokoa. Ndiyo, muogelee humo ndani mkitaka kujiokoa. Hili nalizungumza kwa dhati kabisa. Lakini pia nipende kuambia na wale ambao wanapenda kuyajenga majengo yao na kuweka bati ndefu zaidi zikienda juu sana, hawa nao wanatengeneza hatari kubwa sana na wanatengeneza makaburi. Of course kuna muda au ipo siku utahisi watu wanakuroga kutaka kukuua wewe na familia yako, lakini wewe ndio mchawi mwenyewe, kwa sababu unapojenga nyumba tambua kwamba bati unazoweka juu ni mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo unapojua kama utajenga bati zilizoenda juu sana, basi hakikisha kuta zako utazijenga kama unatengeneza ghorofa, ili ziweze kuubeba mzigo wako utakaotaka kuweka huko juu. Kwa nini nazungumza hivi? Nataka ufanye majaribio wewe ambaye unatamani kujenga nyumba na bati lako liinue zaidi juu. Nenda sehemu ambako zinauzwa bati, chukua bando moja ya bati yenye bati kuanzia 20 au hata 16. Nyanyua hizo bati uziweke begani. Kama utaweza kunyanyua bati hizo ukaziweka begani, basi unaweza kuendelea kufanya ujenzi unaoutaka wa kuweka bati nyingi sana juu, bati likainuka zaidi. Lakini kama utashindwa kuweka bati 16 begani kwako, basi ujue bati 300 unazoziweka juu zitakuja zikufunike siku moja kwenye nyumba yako hiyo ambayo umejenga kwa kubangaiza. Ndiyo, napozungumza hivi ninamaanisha tena. Nataka taarifa zitoke, lakini watu waweze kujua zaidi kuhusiana na ujenzi. Kama kuna swali lingine ambalo utatamani kufahamu, basi unaweza kuniuliza hapo chini nami nitakujibu. Niko hapa kuhakikisha kwamba kila mmoja anatambua zaidi na anajua vingi kuhusiana na ramani za nyumba. Tusiingie tu kwa kukurupuka tukaja kichwa mwisho wa siku tukajikuta tuko katika hatari zaidi. Sawa, wengi wamekuwa wakiuliza gharama za ujenzi kwa majengo haya tunayoyaposti kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini ninachoweza kujibu ni kwamba huwa hatutoi makadirio gharama za ujenzi, kwa sababu gharama za ujenzi huwa hazifanani. In fact, yani kitu ambacho tutakitoa, tutakupatia idadi ya tofali, bati na mbao za kechi ambazo tayari nimeshazitaja hapo awali kwa jengo hili hapa, ambapo baada ya hapo sasa wewe unaweza kupiga hesabu ya material hayo unaweza kupata kwa kiasi gani na utajipanga vipi kukabiliana na ujenzi huo hapo. Hapo utakuwa tayari umepata taswira ujenzi wako utakaoenda kufanya utakuwa mgumu au utakuwa mwepesi kwako. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.